Eneo lingine ni kudhibiti ujangili na kuimarisha hali ya uhifadhi ndani ya eneo la Ngorongoro, lakini pia katika pori tengefu pori la akiba Pololeti. Mamlaka kwa kushirikiana na vikosi maalum na vyombo vya ulinzi na usalama imefanikiwa kudhibiti ujangili wa wanyamapori ndani na nje ya hifadhi ya eneo la Ngorongoro na pori la akiba la Pololeti. Moja kati ya mafanikio ambayo tumeyapata ni kuhakikisha kwamba kwanza kurejesha mfumo wa ekolojia wa Serengeti Mara, kwa maana ya Great Serengeti Ecosystem, ambao kwa kiasi kikubwa ulikuwa umeathiriwa na shughuli za binadamu wakati ule wa pori la Loliondo. Kwa hiyo baada ya kukabidhiwa majukumu katika eneo hili la pori la Pololeti, kuna urejesho wa uoto wa asili na malisho ya wanyamapori, lakini pia matukio ya ujangili kutoka kwa mfano ujangili wa tembo kutoka tembo 25 mwaka 2020 hadi 0 mwaka 2024 ni sehemu ya mafanikio ya uwepo wa mamlaka ya hifadhi ya eneo la Ngorongoro katika kukabiliana na kuhifadhi eneo hili. Pia tumeweza kukamata na watuhumiwa zaidi ya 207 wa ujangili, huku mitandao ya ujangili kwa sumu na silaha nayo ikidhibitiwa. Lakini pia tumeweza kusaidia kuhakikisha kwamba upimaji na uandaaji wa mpango wa matumizi bora ya ardhi kwa vijiji 36 ndani ya eneo lililo. Kwa mfano idadi ya faru weusi imeongezeka kwa zaidi ya 40% kutokana na juhudi madhubuti za uhifadhi, na tunajua Mheshimiwa Rais ndio muhifadhi namba 1 na ameonyesha commitment kubwa sana, utayari, lakini pia maono kwa namna gani ambavyo tunaweza kuendesha hii sekta. Idadi ya simba ndani ya hifadhi imeongezeka na sasa tuna zaidi ya simba 188. Idadi ya tembo imeongezeka kutoka 800 mpaka 1300 ndani ya eneo la hifadhi ya Ngorongoro. Eneo lingine ambalo pia tunamshukuru Mheshimiwa Rais ni upandikizaji wa faru weupe, ambao tukio ambalo tumefanikiwa kulikamilisha hivi majuzi. Mamlaka ilipokea faru 17 kutoka Afrika ya Kusini na kuwaweka ndani ya kreta ya Ngorongoro. Lakini mafanikio haya yanatokana na juhudi kubwa ambazo Mheshimiwa Rais amekuwa akizifanya, hasa katika eneo la diplomasia na mahusiano ya kimataifa, ambapo serikali ya Afrika ya Kusini iliridhia kutoa faru 17 ambao wako katika hatari ya kutoweka ili waweze kupandikizwa katika eneo la hifadhi ya Ngorongoro. Lakini upandikizaji huu umefanyika baada ya kukamilika kwa tafiti mbalimbali ambazo zimethibitisha kwamba faru hawa watakuwa salama na wanaweza kukua na kuzaliana kwa wingi katika eneo la Ngorongoro. Kwa hiyo tunashukuru sana kwamba utaalamu wa kisayansi ulioambatana na mahusiano mazuri ambayo Mheshimiwa Rais amekuwa akia champion kuweza kufanikisha faru wao kufika. Eneo la pili ni ongezeko la idadi ya watalii na mapato ya serikali. Kama nilivyosema awali, eneo la Ngorongoro ni kati ya maeneo ambayo yanatembelewa na wageni wengi sana hapa nchini kutokana na mvuto uliokuwepo na mandhari ambayo inavutia wanyamapori wengi katika eneo la Ngorongoro na historia ya kipekee ya kiutamaduni na kiikolojia. Kwa mantiki hii imepelekea hifadhi hii kuwa moja ya vivutio vinavyochangia kwa asilimia kubwa ya watalii wanaokuja nchini. Takwimu zinaonyesha kwamba kuanzia Julai mwaka 2021 mpaka Februari mwaka 2025 jumla ya watalii 2,916,540 wametembelea hifadhi ya eneo la Ngorongoro na kufanya utalii ndani. Lakini pia katika kipindi hicho
mapato ya shilingi bilioni 693,959,894 yamekusanywa katika mfuko mkuu wa serikali. Kwa hiyo unaweza ukaona mchango wa eneo la hifadhi ya Ngorongoro katika kuchangia mapato ya utalii na idadi ya watalii ambao wanatembelea nchini. Nikigawa kwa mwaka wa fedha 2021/22, idadi ya watalii waliotembelea hifadhi ya eneo la Ngorongoro jumla yake walikuwa 4,025,386, ambapo watalii wa nje walikuwa 228,810 na watalii wa ndani 196,576, ambapo mapato yaliyokusanywa ni bilioni 91.1. Hapa mtakumbuka kwamba ndio tulikuwa nchi yetu ilikuwa na dunia ilikuwa inaendelea kurejea baada ya mapito ya ugonjwa wa korona.